Tasoma ni mstari wa 25, lakini naanza Petro wa kwanza mlango wa pili 24 na 25. Anasema hivi: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tulikuwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake muliponywa. Kwa maana mulikuwa mmepotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Hapa tumesoma, nitasoma na kwingine alafu nitashukuru. Hapa 12 Mhubiri 12 mstari wa 10 na ni 14 sio 19. Anasema hivi: kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa ni jema au likiwa baya. Bwana asifiwe sana. Nitaomba. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Ninaomba unisaidie nikanene sawa sawa na mapenzi yako. Vile vile saidia mkutano huu. Neno lako ni neno lililo hai, linahuisha. Bariki Mungu, na mkutano huu kaubariki mwenyewe, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amina. Amina. Hapa nimesoma yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake muliponywa. Kwa maana mlikuwa mmepotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Huyu ni Petro. Kwa wasomaji wa Biblia wanayoweza kusoma, na kama labda na dini tofauti na ya Kikristo, basi utasikiliza. Ni mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Petro, na huyo Petro ilikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Wakati Yesu alipokuja duniani, miongoni mwa watu wa kwanza kabisa alikuwepo Petro. Na huyo Petro alifanya kazi na Yesu. Yesu alikuja hapa duniani, neno lake linasema alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ndio maana alipofika duniani akawa anatembea kwenye vijiji na miji akihubiri habari njema, akihubiri habari ya kumgeukia Mungu, akihubiri habari ya toba. Baada ya kuhubiri akampata Petro, wakawa wanatembea naye katika safari zake kwa kuhubiri. Wasomaji wa Biblia, ikafika Petro akauliza kwamba, Bwana, mbona tumeacha vyote, tutapata nini? Yesu akamjibu swali lake. Sasa hapa anasema kwa sababu mlikuwa mmepotea na sasa mmemrudia. Nani aliyerudiwa? Anasema na wale aliyowahubiri wakamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Akasema mmemrudia mwangalizi, msimamizi na mwangalizi wa roho zenu. Roho zao wale waliokoka wakati ule, Petro ndio anawaambia hivyo. Lakini hapa na mimi ninataka niseme machache, ndugu zangu. Kama ni Yesu ni mwangalizi wa roho zetu, wewe kama bado hujamwamini Yesu, uangalizi wa roho yako uko kwa nani? Anasema mmemrudia.
tena anaitwa mchungaji. Tunaweza kuwaona wachungaji wengi wako kwenye makanisa, lakini yupo mchungaji mkuu ambaye hawa wachungaji wanayefanya kazi katika makanisa wao wanamuwakilisha Yesu. Ndio maana anawasema kwamba mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho. Ninataka niseme kidogo juu ya roho. Roho, mara nyingine tumezoea kusema roho ni kitu kisichoonekana. Ndio maana tunapoishi hapa duniani tunajua kuna neno moja, ninaishi hapa duniani lakini siku moja nitaondoka. Unaondoka, unaenda wapi? Kuna kitu kinaitwa kifo. Hicho hakiepukiki. Hakuna mtu anayesema kwamba nitakitoroka kifo nisife. Manake ikifika siku, iwe ugonjwa iwe uzee, utaondoka. Na utakapoondoka, hii roho ninayesema itaondoka katika mwili huu. Hali halisi ulio nayo, ufahamu na nini na uelewa wako, mwili ni kama huu mti huu kianguka au boksi. Lakini je, roho yako iko kwenye uangalizi gani? Eti wanawaambia mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Hao watu walitubu wakamwamini Yesu. Ndio maana Petro anasema tulikuwa mmepotea, lakini mmefanya wema kurudi. Anasema na wale ambao tayari wamemwamini Yesu. Sasa ninasema na ndugu zangu Waiteme, ukamrudie mchungaji ambaye anaitwa Yesu, mwangalizi wa roho zote za wanadamu. Yeye anajua siku utakapoondoka hapa duniani roho yako ataipeleka wapi. Lakini neno la Mungu linasema hapa kuna njia mbili. Njia moja inaenda uzimani na njia moja inaenda hukumuni. Na wewe kama huna Yesu, unafikiri nini? Huna mwangalizi wa roho yako. Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Nimesoma Mhubiri 12:14. Anasema kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila neno la siri. Sasa anatoa majawabu kwamba huyu aliyemwamini Yesu ametenda mema. Yale matendo yake siku moja yatapelekwa hukumuni, yatapelekwa kwenye mizani, yatapimwa kwenye mizani. Kama yataonekana wewe ni mwenye haki, unaambiwa njia yako ni hii, utaurithi uzima wa milele. Lakini kama yataonekana matendo yako ni mabaya, utaambiwa ondoka, sikujui. Kwa hiyo nataka niseme kwamba ipo siku, ndugu zangu, hatutaishi hivi kama tulivyo hapa. Tunaishi kwa neema, lakini Mungu anatazamia sana utende matendo mema. Na ukiyatenda hayo matendo mema, hayo mema ndiyo Mungu atakaye kukubali wewe. Maana anasema kila neno la siri litaletwa hukumuni. Hayo ndiyo anatoa majibu baada ya kumaliza safari yako duniani. Maneno yako yote, kama ulikuwa unafanya maneno ya siri, ulikuwa wewe ni mchawi, ulikuwa wewe ni mwizi, ulikuwa wewe ni mtukanaji, mlevi mbaya, unaiba, yatapelekwa hukumuni. Mwamini Yesu. Mungu hajakuleta hapa duniani ukae hivi. Mungu baada ya kumuumba mwanadamu, hata anamwambia Musa, ukiwatoa hawa watu wataniabudu katika mlima huu. Kumbuka siku moja utaondoka, lakini utaondoka kwa namna gani? Nimekuletea neno hili utafakari kwamba mimi kama sijamwamini huyu Yesu mwangalizi, mchungaji wa roho zetu,
Utakapoondoka, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Mwamini Yesu ndugu yangu, utauona uzima siku moja. Lakini usipomwamini Yesu, kila neno litapelekwa mbele za Mungu, litapelekwa kwenye mizani. Mwamini Yesu, uje ukaione furaha ya uzima wa milele. Biblia inasema wale wasiomjua Mungu watalia na kusaga meno. Mungu awabariki kwa maneno haya. Baba wa mbingu na nchi, ni neno lako. Ninaomba bariki mkutano huu, na waliyesikia neno lako ni neno lilo hai, liweze kufanya kazi kwa kila mmoja aliyesikia. Asante Baba, ninakushukuru kwa haya machache, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.